Bwana, habari njema kwa mashabiki wa klabu ya Young Africans. Kwa awamu hii kulikuwa kuna taarifa nyingi kuhusiana na Maxim pia Nzengeli kwamba anaondoka, anaenda kujiunga na Simba na nini, sijui anaondoka mkataba ulikuwa wa mkopo na nini. Lakini taarifa njema kwa mashabiki, mimi kazi yangu ni kuwaletea tu taarifa zile ambazo ni nzuri, by the way, taarifa ambazo zitawakonga mioyo. Na kwa taarifa ambayo niko nayo ni kwamba Maxim Nzengeli tayari ni mwananchi na amesaini mkataba wa miaka miwili. Ni kweli kwamba Maxim Nzengeli alikuwa kwa Yanga kwa mkopo, kwa mkataba wa miaka miwili wa mkopo, mkataba ambao umemalizika. Lakini baada ya kumalizika sasa wameingia mkataba mpya official ambao sio mkataba tena wa mkopo, na amesaini mkataba wa miaka miwili mpaka mwaka 2027. Maxim Nzengeli ni mmoja wa wachezaji ambao alikuwa na window sana na klabu ya Simba, na kulikuwa kuna taarifa kwamba tayari alishaanza mazungumzo na klabu ya Simba, lakini Simba alianza mazungumzo na management ya Maxim Nzengeli kupitia klabu yake ambayo ilikuwa inamiliki ya kule nchini Kongo. Lakini baada ya mazungumzo ya hapa na pale walishindwa kuelewana, na Maxim Nzengeli mwenyewe kwa mapenzi yake ameamua kusalia kwenye kikosi ya Young Africans na amesaini mkataba wa miaka miwili wa kuendelea kuitumikia klabu ya Young Africans. Maana yake atakuwepo Yanga mpaka mwaka 2027. Maxim Nzengeli ni mmoja wa wachezaji bora sana kwenye kikosi ya Young Africans, na ukiangalia msimu huu of course hajacheza sana mechi nyingi kwa sababu ya majeraha ya hapa na pale, lakini mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance bora tangu wamejiunga na Young Africans akitokea Kongo pale. Maxi pia alikuwa anatajwa na vilabu kadha wa kadha barani Afrika, lakini mwenyewe amechagua kuitumikia klabu ya Young Africans na amesaini mkataba wa miaka miwili, mkataba ambao utamweka mpaka mwaka 2027. Vitu vichache kuhusu Max, nafikiri wengi mnamjua. Ni mmoja wa wachezaji tishio sana pale Yanga, na ni mmoja wa wachezaji pia ambao wana uwezo mzuri sana wa kukokota mipira, na ana uwezo mzuri sana wa kupiga pass, ana uwezo mzuri sana wa kufunga pale ambapo nafasi inapatikana. Lakini mmoja wa wachezaji wasumbufu sana kwenye eneo la kushambulia. Ni mmoja wa wachezaji ambao huwa mara nyingi akiwa na mpira kumpokonya mpira na kwa ni ngumu sana. Ni mmoja wa wachezaji ambao hata kocha wa zamani wa Wydad Casablanca, Roland Mokoena, amewahi kukiri wazi kwamba moja kati ya mawinga hatari ambao anatamani kuwa nao siku moja kwenye timu yake ni pamoja na Maxim pia Nzengeli, na alizungumza ile wakati anaenda Wydad akiwa Mamelodi Sundowns. Alisema ni moja wachezaji wazuri sana, alitaja wachezaji wawili, alimtaja Maxim Nzengeli pamoja na Faisal Salum, na akasema huyu ni moja wachezaji wazuri sana ambao yeye anatamani kuwa nao kwenye timu yake. Na by the way, on that time pia hakukaa Mamelodi Sundowns, alikuja akaondoka kaenda Wydad Casablanca, sehemu ambayo pia alikuja akatimuliwa. Lakini unaona ni mchezaji ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri sana tangu amejiunga na Yanga mpaka leo tunavyozungumza. Ni moja wa wachezaji ambao ni vipenzi vikubwa kwa mashabiki wa Young Africans. And so far so good, kwa performance bora ambayo ameonyesha, kuna uwezekano mkubwa akaendelea kuwa miongoni mwa wachezaji mihimili mikubwa kwenye kosta ya Young Africans. Tusubiri tuone atakuwa na performance aina gani kwa msimu unaokuja, lakini kwa hivi sasa tayari amesha saini mkataba wa miaka miwili wa kuitumikia klabu ya Young Africans. Kwa atakaa hapo Young Africans mpaka mwaka 2027 ndio mkataba wake utakuwa umefikia tamati. Kwa wale sio mashabiki wa Simba ambao walikuwa wanatamani kuona timu hiyo inamsajili Maxim Nzengeli, taarifa iwafikie tu kwamba haiwezekani tena, kwa sababu tayari amesaini mkataba na Young Africans na ni mchezaji ambaye atadumu Young Africans mpaka mwaka 2027. Maana kama wanahitaji kumchukua basi waende wakavunje mkataba wake na Yanga, lakini kama watashindwa kufanya hivyo basi wasahau kuhusu Maxim Nzengeli. Of course naamini kwamba kwa Tanzania hii hakuna timu ambayo haitamani kuwa na mchezaji kama Maxim Nzengeli, na hakuna timu ambayo haitamani kuwa na talent kama ile, kwa sababu ni mchezaji ambaye anakupa option nyingi: kasi, utulivu, exposure, uwezo wa kufunga magoli, uwezo wa kutengeneza nafasi. Yani anakupa kila kitu uwanjani. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukiwa naye kwenye timu lazima uwe proud, kwa sababu atafanya kila kitu ambacho anakihitaji. Tayari Yanga amempa mkataba wa miaka 4 na atakuwa mchezaji wa Yanga kwa muda wa miaka mingine miwili. Kwa hiyo wanachama wa mashabiki wa Yanga na wanachama kwa ujumla, endeleeni kula mtori, nyama ziko chini. Tayari nyama za Maxim Nzengeli zimeshapakuliwa, bado kwa Pacome Zouzoua. Nitawapa taarifa ya nini ambacho kinaendelea kati ya Yanga na Maxim Nzengeli.